tuzitumie vizuri ili tuweze kujiingizia nini kipato, maana umekuwa kama na kopo na wewe sasa mawasiliano huna. Watu waendelee kupata mawasiliano. Kwa upande wangu naona ina faida. Kwa mfano unakuta mtu anahitaji simu kwa muda huo, aidha kwa biashara au kwa masomo, alafu unakuta hana hela kamili ya kwenda kuchukulia simu. Kwa hiyo hivyo anaweza akaenda kwa kianzio cha shilingi 20,000, 30,000 na akapata simu akaendelea kulipa kidogo kidogo. Lakini pia inawarahisishia wale ambao unakuta wanafanya biashara lakini hawana uwezo wa kupata ile hela kubwa kama hivi nilivyosema. Kwa hiyo inamwezesha mtu anaendelea kutumia simu kwa matumizi yake lakini anaendelea kulipa kidogo kidogo. Lakini hasara iliyopo naona kwa upande wangu, kwanza inaongezea mzigo wa madeni. Unajikuta unakuwa unaingiza kwenye budget kwamba per day lazima ufanye mambo yako mengine lakini kuna simu. Na hasara nyingine unakuta kampuni zingine kama haujalipa unazimiwa. Kwa maana yake hiyo siku hautaweza kuwa active katika mambo yako mengine ya mawasiliano. Yani hivyo. Kwa hiyo unavyoona wewe labda kwenye matumizi yao ama kwenye faida zao ambazo wanazipata, ni vizuri waongeze nini ili wasiwe wanapata adha kama hizo? Kwa upande wangu mimi naona labda wangejaribu kurekebisha sasa huko kwenye mfumo wa kuzimiwa. Kwa sababu kama mtu anakuwa ameenda wana vithibitisho vyao kama hivyo kitambulisho cha NIDA, wangeweka tu mfumo mwingine, wangejaribu namna ya kufanya wasio wanawazimia. Watu waendelee kupata mawasiliano. Kifupi kwa mimi nilivyoona faida ni nyingi sana. Anapata mawasiliano, anaongea na alokusudia, kwa sababu yeye alikuwa na malengo labda aongee na watu, afanye biashara. Lakini sasa hasara zinakuja pale labda yule mkopaji alikuwa labda ana mkopo. Kwa mfano kama unaweza kama labda umechukua simu ya Airtel. Umekopa kwa Airtel au Tigo. Wakati na wewe labda uliwakopa wale Airtel, kuna mikopo yao au Tigo wana mikopo yao mingine tofauti. Sasa unapochukua mkopo labda wa shilingi 20,000, 80,000 mpaka wengine mpaka laki, mpaka 200,000. Alafu huku una rejesho la kila siku shilingi ngapi? 700, sijui 1,000, sijui 1,100. Sasa unakuta baadaye sasa unakwama wewe kufuatana na biashara zako. Lakini wakati huku simu tayari na ya mkopo. Matokeo yake sasa wale simu kama hujaingiza hela mle ya kuwalipa ina imesimama. Maana umekuwa kama na kopo. Na wewe sasa mawasiliano huna. Na ambapo kile ndio kilikuwa labda kitendea kazi cha kwako wewe kuwasiliana na watu upate fedha. Ya kuweza kuwarudishia. Huku una deni la ile la mkopo ulikopa mwanzo, na huku una deni la mkopo wa simu. Inakuwa unalimbikiza. Sasa si ndio ulilimbikiza, sasa imekaa sasa una kisu sasa. Deni sasa simu sasa umeshakuwa na mkopo, na huku ile deni ambalo ulikuwa unataka ulipe wa Airtel au Tigo imekwama sasa. Kwa hiyo ushauri wako labda kwa hawa, futa njia nyingine, labda kwa mfano kama kama ile mkopo wa simu tu, kama simu uendelee kulipa vile vile, labda ukatafuta taratibu mwingine kwamba umekopa simu basi mtu aendelee kulipa simu, isiingiliane na ule mkopo labda waliwakopa wao bwana sijui 5,000 sijui 50,000 sijui bei gani, isiingiliane mikopo miwili tu, unaona. Kwa hiyo wao wanapiga pini kwamba utakachoingiza kwamba wanaanza kwa mkopo ule kule, huku wa simu ile imesimama. Naitwa Mchungaji Msela hapa, kama nimesahau kujitambulisha ndo mimi. Sasa sikiliza. Issue kuhusu swala la hizi simu hizi za mikopo. Hizi zina faida nyingi kuliko hasara. Hasara ziko chache sana kuliko faida. Kwa sababu gani unajua? Tukichukulia katika swala zima la faida, tukichukulia katika Tanzania ilikuwa labda kwa watu wazima wamefikisha umri wa kutumia simu, sawa. Katika 100% watu wazima ambao walifikisha katika umri wa kutumia simu. Zamani ilikuwa kama 30% ndio watu wanamiliki simu. Hizi simu janja hizi. Umeona? Wengi walikuwa wanamiliki visimu vidogo. Umeona? Lakini kutokana na mambo yamebadilika sasa hivi na utandawazi vile vile na serikali kama ilivyoamua ili kuweza kumfanya kila Mtanzania awe karibu na dunia. Umeona? Kwa hiyo ikafanya support kubwa sana kutengeneza makampuni haya yakatoa simu za mikopo. Ndio maana sasa hivi simu za mikopo sasa hivi jambo linaongelewa sasa hivi lishafanyaje?
lishafika, zile simu janja. Umeona jambo linafika kwa uharaka. Sasa hivi tunaona vitu kwa uharaka. Alafu vile vile hizi simu zimeweza kuwasaidia Gen Z ya vijana sasa hivi. Unajua sasa hivi wamekuwa na akili nyingi sana kutumia mambo haya kwa sababu zinawalipa. Kwa sababu mtu anafanya tukio, anatengeneza event yake, anatengeneza hoja yake, anatengeneza kitu chake, akiposti katika mtandao, dashboard inasoma mwanangu. Maokoto yanaingia. Kwa mfano hata nyinyi hapa unajua kitu kama hiki ujue hapa leo kama hivi unajua mimi sasa hivi niko viral, watafuatilia watu wengi unajua. Watu wengi watafuatilia. Na kama watu wakifuatilia, kwa hiyo kwenye dashboard itasoma. Na dashboard inasoma kwa sababu simu za mikopo nyingi sasa hivi. Hadi sasa hivi mtoto wa miaka mingapi anao simu ya mkopo. Sasa hivi hata shilingi 20,000 hadi bure nasikia sasa hivi. Mtu anatoa kwa sababu sasa hivi imekuwa kama tunalipa ruku. Unatumia ni matumizi yako ndo unapotaka kutumia ndo unapolipia. Unatumia. Una maokoto, una chambi unakausha. Kakimya, ukiweza na mtindo ukijua ile simu yako inakuingizia hela basi unapambana nao. Ila katika hasara utandawazi hizi simu kidogo baadhi sote unakuta kuna wengine wanazitumia vibaya. Wanatumia katika mambo ya uchochezi, kuchochea, mambo ya kuvuruga vitu vya kama amani, unajua wanatumia. Na kwa sababu za mikopo zipo nyingi, baadhi ya vijana ambao nao wanakopo na mtazamo tofauti sawa, nao wakiona zile video nao wanapata mitazamo hiyo, nao zinakuwa zina athari lakini zina athari, lakini hasa hiyo ni athari kubwa kwa sababu kama ikiweza kuingia kwa mtu alafu ikamstimulate ikampa paniki naye akafanya vile kwa sababu alivyoambiwa, unajua inaweza kajaita hasara katika nchi au katika mazingira yote. Kwa hiyo nao pia tuangalie katika matumizi hii mitandao, hizi simu tunazopata sawa, lakini tuzitumie vizuri ili tuweze kujiingizia kipato. Sio tunazitumia katika kuharibu miundombinu ya amani. Kwa sababu amani unajua inatengenezwa kwa muda mrefu ila kuharibika kwa siku moja unajua. Kwa hiyo ndio hivyo. Ila kwa hasara zake ni chache. Faida ni nyingi sana. Unajua ukishapata hela unajua ni faida. Faida kubwa sana. Kwa hiyo hizi simu bwana wana support sana. Mimi hapa big hapo. Wazidi kutoa na wengine ndani tufanye watoe bure kabisa ni tuweze kutumia kwa wingi. Tuingize hela. Mchungaji Msela nayo kama sasa hivi itaingia katika platform. Umeona? Kwa hiyo hizi simu bwana watoe kwa wingi ili vijana wazidi kuiona kwa wingi na sisi tupate maokoto. Baba tuna njaa na sisi wasanii tuna shida. Tunataka hela.